mahali pako, naye atakushusha utoke hapo asimamapo. 20. Na itakuwa katika siku ile nitamwita mtumishi wangu Eliakimu mwana wa Hilkia 21. Nami nitamvika vazi lako, nitamtia nguvu kwa mshipi wako, nami nitamkabidhi yeye mamlaka yako, naye atakuwa baba, naye atakuwa baba kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa nyumba ya Yuda. Na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitaweka begani mwake, yeye atafungua wala hapana atakayefunga, naye atafunga wala hapana atakayefungua. Asante. Shebna anaondolewa, Eliakim anaingia. Eliakim anaitwa baba, atakuwa baba. Moyo wa baba tofauti na ule moyo wa Shebna. Moyo wa Shebna ni moyo wa utumwa, utumishi. Lakini Eliakim ni baba. Anaangalia na ana moyo wa baba kwa kile kitu. Unajua saa zingine mama na baba wanaweza jinyima chakula kwa kuina chakula kidogo na watoto wakule washibe. Mara nyingi wa mama hawali vizuri chakula kikiwa kidogo. Lakini sio kwamba kuna sura ndefu wakati huo amefurahi unafikiri ameshiba. Anataka kuleni mimi niko sawa. Mimi nilishapokea. Ukipewa uongozi nyenyekea. Maana usiponyenyekea unabii huo kwa Shebna utakufikia. Unabii huo kwa Shebna utakufikia. Ukipewa mamlaka nyenyekea. Ukipewa nafasi ya uongozi nyenyekea. Ukipewa usimamie department fulani nyenyekea. Idara fulani nyenyekea. Mitume wamepewa mamlaka nyingi sana. Lazima utembee kwa unyenyekevu, la sivyo utaua watu. Wale wanasema ninaweza kutumia kuharibu ama kujenga. Nitatumia kujenga. Kwa hivyo haya ni baadhi tu ya maneno yanayoeleza huduma ya mitume. Ukiangalia mambo haya utaona kwamba mitume ni watu wa aina gani. Kwa niseme mengine machache kuhusu mitume alafu niende kwa manabii haraka. Leo siku ya mwisho ya semina tutajaribu tufunge vitu ambavyo tumeacha. Futa tu. Kazi ya mitume. Kumwakilisha Kristo. Kuleta ufunuo wa Kristo. Kuweka msingi. Kukagua msingi. Kujenga nyumba. Kufunua siri ya Kristo. Nikisoma kwa wakati wangu mwenyewe ili tuokoe wakati. Kwa wakati wako mwenyewe ukisoma Ibrania 6 mstari wa kwanza hadi pili utapata kanuni hizo 6 zinazounda msingi. Zinaitwa msingi. Kwanza, kanuni ya kwanza ni kuzitubia kazi zisizo hai.
kuna kazi, kuna vitu tunavyofanya kitamaduni, kidini, kiserikali, kijamii kwa ajili ya kumpendeza Mungu, ambazo hazileti uhusiano na Kristo. Zinaitwa kazi zisizo. Kwa mfano, nikifikiri ya kwamba ninapoenda kuabudu Mungu nisipovaa nguo nyeupe sijakaa vizuri mbele ya Mungu, hiyo nguo yangu inasaidia nikubalike mbele za Mungu, ni kazi zisizo na uhai. Nikifikiri ya kwamba sasa kwa sababu mimi Mungu alisema tusikule nguruwe, nisipokula nguruwe sasa mimi ni mtakatifu kuliko vile ninakula nguruwe, ni kazi zisizo na uhai. Nikifikiri ya kwamba ninapoingia hapa nivue viatu pale kwa sababu nimeenda mbele ya Mungu, sitaki kuenda mbele ya Mungu na viatu, ni kazi zisizo na uhai. Hizo ni kazi za kidini zisizo na uhai. Jana tuliongea mambo ya mavazi hapa. Mavazi yanaweza kuwa kazi zisizo na uhai. Leo nilivaa jeans makusudi ili nione mtu akiwazeka. Maana kuna mahali nienda kama nimevaa jeans wakasema jeans sio ya kusimama nayo mbele ya watu. Nikasema hiyo inaitwa kazi zisizo na uhai. Nikasema jeans haitahubiri roho na maisha. Hata nikivaa short bado nafundisha. Ndio bado natoka. Kuna vitu vingine tunafikiri vinakufanya unakuwa kiungu, lakini havileti uhusiano na Mungu. Vinaitwa kazi zisizo na uhai. Ufunge kitambaa kwa nywele, usifunge kitambaa kwa nywele. Ukiomba Mungu anakusikia, maana Mungu akai kwa nywele na kitambaa. Mungu ni roho. Ukianza kuhukumu mwenzako ambaye hajafunga kitambaa, au ukihukumu yule ambaye amefunga kitambaa, hizo ni kazi zisizo na uhai. Ukianza kukataza wamama, unauliza mama, kama mama anaenda kuhubiri, unamuuliza kama ako kwenye hedhi yake ama nini. Wewe mwanaume mkubwa, una haja gani na hedhi ya mwanamke kumkagua? Acha mama hubiri. Hizo zako zote zinaitwa kazi zisizo na uhai. Tukiwa na ruhusu, nikamwita mama aliyekuwa mwanafunzi asimamie meza ya Bwana, wanaume wakakataa kwa sababu mwanamke. Niliwakemea wakongomani vibaya sana. Nikamwambia hizi zinaitwa kazi zisizo na uhai. Utapeleka kwa dini yako, asikae hapo. Kuna vitu ambavyo watu wanafanya fikiri ati kwa sababu ya hii sasa nimekubalika matendo ya Mungu. Tuliangalia hapa mambo ya wokovu. Ulikuwa? Tuliangalia kwa mambo ya kuzaliwa mara ya pili. Ulikuwa? Ni wapi ilikuwa na nguo na mavazi na kwa mwanamke au kwa mwanamume au mwanamke kwa kwenye hedhi ama kadhalika. Mambo kama haya yalikuwa? Hakuna. Kuna mtu aliyokalewa kwa sababu alikuwa kwenye hedhi ama hapa? Hapana. Satan. Zinaitwa kazi zisizo na uhai. Kuna mahali nimeenda kuhubiri, ninapewa kazi nyingine ninavaa kwanza. Kwanza. Pakitini. Nimekaa kama linda la mwanamke. Ndio na watu mimi mwanamke. Siwezi kuhubiri bila kuvaa hiyo. Nikimaliza natoka hivi kama pop. Hizo zote zinaitwa nini? Kazi zisizo na uhai. Na ili Mungu akutumie vile anavyotaka, itabidi usitubu kutoka kwa kazi. Utubu kutoka kwa kazi zisizo. Na ili Mungu amtumie Ibrahimu, alimtoa kwa kazi hizo mara 3. Mwanzo 12 mstari wa 1. Alimwambia toka kwa nchi yako, toka kwa familia yako, na toka kwa nyumba ya baba yako. Hizo ndio hatua ngapi?
Na mimi Mungu nitakuonyesha picha. Kuna vitu vingine hapo mtu wa Mungu vimekuzuia kuona ahadi za Mungu na neno la Mungu likitimia kwa sababu bado umekwama kwa kazi zisizo na uhai. Amen. Bado unajaribu kupendeza Mungu na Mungu alipendezwa na wewe kupitia Kristo. Unafanya kwa bidii yako ukubalike. Wengine wetu tulikubalika bila kazi zetu. Efeso 2:9. Efeso 2:9. Tulikubalika, tuliokolewa pasipo kazi zetu. Ni neema ya Mungu. Ndio maana hatuliki. Kazi zisizo na uhai imeshika watu sana mpaka leo kanisani. Imeshika watu sana na imefanya nguvu za Mungu zionekane kanisani. Imefanya watu wamebaki wachanga kila siku, imefanya watu waweze kukua. Akili za watu zimefungwa kwa sababu hizi kazi zisizo na uhai. Siku moja nilienda mahali kumega mkate. Hapo tena kuna ngoma. Meza ya Bwana. Na tulikuwa na wali. Nikasema leteni wali. Na tulikuwa na chai ya rangi. Nikasema leteni chai ya rangi. Kila mtu anafanya mkono hivi tunamwagilia. Na tulikuwa na vikombe. Sasa mkono mwingine unatengeneza kama kikombe. Tunakubagilia kidogo. Sasa kuna wali hapo kidogo na sasa unarusha pale kwa mdomo. Wewe mwili wa Kristo na damu ya Kristo tunapanguza kwa Mungu tunaenda. Mwingine akaona mbaya. Akasema hatujamheshimu Kristo. Nikamwambia Yesu alizaliwa kwa Wayahudi. Wayahudi wanakunywa divai kila wakati. Baada ya breakfast wanakunywa divai. Kila chakula cha mchana wakimaliza wanakunywa divai. Wakimaliza kula cha jioni kabla ya kulala wanakunywa divai. Sisi ni Waafrika, sisi sio Wayahudi, hatuna divai. Sisi tuko na chai ya rangi. Yesu angezaliwa Afrika angekunywa chai wakati wa meza ya Bwana. Na angetumia sema wakati wa meza ya Bwana. Wayahudi wana mkate, sisi hatuna mkate, sisi tuna sema. Yesu angezaliwa huko angetumia sema, ugali. Ndio angemega, apatie tusema kuleni ni mwili wangu. Angetumia divai, angetumia chai ya rangi. Angesema kunyweni hii damu yangu iliyomwagwa kwa ajili yenu. Kuna mambo nimesema jana, chakula, lugha na mavazi, mambo ya tamaduni inategemea uko wapi. Yesu angezaliwa Afrika angetumia divai. Haungesoma divai kwa maandiko. Afrika hatuna divai, tuna chai. Asubuhi tukiamka tunakunywa chai. Tukishakula mchana tunamaliza tunakunywa chai. Jioni silali mimi kabla ya kunywa chai. Mama alinipatia birika kubwa hivi, nimebeba kwangu. Nakunywa kabla ya kulala. Hatuna stima jana usiku niko kwa giza lakini nafanya nini? Nakunywa chai kwa giza. Tunakunywa chai, hatuna divai sisi. Yesu angezaliwa hapa angetumia nini? Chai ya rangi na mkate au ugali, sima au wali. Hivi ndio vitu tulivyo navyo. Mtewe. Au Mitewe. kwa hivyo Mungu anachukua mboga kufungia watu vitu ambavyo Yesu alivaa bila alivyovaa, maana alizaliwa katika watu wanaovaa bila alivyovaa. Amen. Viatu vyake vilikuwa viatu vinafanana na viatu vya Petro. Na vilikuwa viatu vya Yesu. Viatu vya Yesu vilinunuliwa kama viatu vya wengine. Mavazi yake hivyo. Je, ushafahamu kwamba Yesu alivaa tu kama wanafunzi wake? Yakobo alipotaka kumshika ilibidi watumie mtu wa ndani kumtambua. Haungetoka nje ufike kwa mkutano useme tu hapa kiongozi ni Mungu. Ungejua angekuja pale akae katikati yao. Pale katikati yao. Unaona vile tuko tu sawa. Shati yake na mwingine akae. Ujui nani mtume hapa? Watu wote wanafanana. Ilibidi watumie mtu ndani awasaidie kutambua kati ya hao watu 13 Yesu ni nani. Leo hii ukiingia kwa madhehebu yetu kwa askofu itakuwa Mungu. Hapana. Kazi
kuzaliwa hai. Kuona imani yako iwe dhaifu, ikose nguvu ya kuzalisha matunda. Utaona unaomba maombi ya jibu. Utaona unatumia pepo na pepo na kuangalia. Kanuni ya 3. Nilisema hapa kuna kanuni 6 zinazoitwa msingi. Na ndio hizi ninataja. Kanuni ya kwanza ni kusujudia kazi. Kusujudia kazi tunahali. Kanuni ya pili ni imani kwa Mungu. Kanuni ya 3 ni mafundisho ya mabatizo. Kwa maana ya kwanza kwa maandiko, ubatizo umewekwa katika wingi. Ingawa tunajua katika Efeso 4 kati ya mstari wa 3 na wa 5 hapo inasema tuna ubatizo ngapi? Lakini hapo tunaambiwa mafundisho ya mabatizo. Mafundisho ya mabatizo. Ubatizo umewekwa kwa wingi. Kwa sababu ya swali mtu aliuliza jana. Kuna ubatizo ambao Kristo alibatizwa nao. Kuna ubatizo ambao Yohana alikuwa anabatiza nao watu. Na kuna ubatizo ambao wewe muumini unabatizwa nao. Lazima tuelewe tofauti kati ya hizi mabatizo. Mafundisho ya mabatizo hapa yanazungumzia ubatizo wa maji, sio wa roho, wa moto na wa maji. Hapana. Mabatizo hapa inazungumzia ubatizo wa maji. Ukisoma hili neno kwa Kigreek utapata inazungumzia ubatizo wa maji, sio ya roho na ya moto na ya maji. Hapana. Na kama inazungumzia ubatizo wa maji kwa uwingi, basi inakuja hapa. Kuna ule ubatizo ambao Yohana alibatizwa nao watu. Kuna ule ubatizo Yesu alibatizwa nao. Tunazungumzia ubatizo wa maji. Na kuna ule ubatizo wewe muumini katika Kristo unabatizwa nao. Kuna tofauti na kuna mali zinakubaliana. Lazima tuelewe zote. Kila mtu Yohana alibatiza hakuwa ameokoka. Wewe usipookoka ubatizwe. Aaminie na kubatizwa. Yesu hakubatizwa kwa sababu aliamini. Alibatizwa kwa kutimiza haki zote. Nimesema kwa haraka lakini si unaelewa tofauti sasa? Si mmeshika tofauti kati ya hizi tatu? Yohana waliokuja kwa Yohana alikuwa na wabatizo wa kutubu dhambi zao lakini hawakuokoka. Maana wokovu unatokana na kuoshwa kwa damu. Kolosai 1:14. Efeso 1:6. Ndani mwake tuna ukombozi, yani msamaha. Ndani yake tuna wokovu kupitia damu yake, yani msamaha wa dhambi. Huna wokovu bila dhambi. Hakuna msamaha bila damu inayosamehe dhambi. Lakini Yohana, kama ungekuja kwa Yohana unakiri dhambi zako. Mimi ni mtoza ushuru na nimechukua ushuru kupita ile serikali ilitaka. Serikali ilitaka sehemu ya 10, nilichukua sehemu ya 50, sehemu ya 40 nimeweka kwa mfuko. Nimekosa. Bwana anakubatiza. Watu walikuwa wanakiri dhambi zao. Biblia inazungumzia kwamba walikuwa wanasamehewa. Inasema kwamba walikuwa wanakiri dhambi zao wakibatizwa. Sasa ungeenda kwa Yohana unakiri dhambi zako unabatizwa. Unaenda kwa Yohana unakiri dhambi zako unabatizwa. Na kuna wengine walikuja wataki kukiri, Yohana akaanza kuwakemea. Akaanza kuwatajia dhambi zao. Hata kama utaki kukiri, ninyi mtoza ushuru mchukue ile sehemu mliopewa mchukue. Kuna wale ambao walitaka kuelekea. So walipokuwa wanakiri haimaanishi kwamba walisamehewa. Hii ndivyo ilivyokuwa ubatizo wa Yohana. Na kila mmoja aliyebatizwa na Yohana akija kwa Kristo anabatizwa. Na Kristo alibatizwa na ubatizo wa kipekee, ulikuwa ubatizo wa kutimiza haki zote.
Mathayo 3 mstari wa 13 hadi 15. Mathayo 3:13 hadi 15. Utaelewa ni kwa nini Yesu alibatizwa. Mathayo 3:13 hadi 15. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, na uaja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Kubali iwe hivyo, maana inatupasa hivyo tutimize haki yote. Haki gani? Hakuna haki ya Mungu iliyotaka Yesu abatizwe. Hakuna haki ya ukuhani. Sawa sawa na. Kwa hivyo Yesu hakusema dhambi zake kabla hajabatizwa, vile wengine walikuwa wanasema mbele ya Yohana. Wengine wote waliokuja mbele ya Yohana, kila mtu anakiri makosa yake, Yohana anakubatiza. Kila mtu anakiri makosa yake, Yohana anakubatiza. Lakini Yesu alipokuja hakukiri kabisa lolote, maana hakuwa na kosa lolote. Alibatizwa kutimiza haki yote ya ukuhani. Huwezi kuhesabiwa dhambi ikiwa hujui dhambi. Simple. Na kila mzazi angalia watoto wake, maana watoto wanakuwa kwa hali tofauti. Mtoto wetu wa mwisho sasa hivi ana umri wa miaka 13. Mimi ni mhubiri. Of course nianza kuhubiri hata kabla sijaoa. 1993. Hao watoto wanazaliwa, ninatembea nao, nikienda kuhubiri. Nikikaa kwa baba na kitu kwa vitu hivi. Ninapohubiri na nikimaliza, ninauliza wale ambao wako hapa na hawajaokoka na wamesikia injili na wangependa kumpokea Yesu Kristo kama Mwokozi, siwaangalii, maana sitaki waitike kwa sababu baba anatuangalia. Tusipoitika tutachafa. Hapana. Naangalia tu watu hawaitiki, wengine wanakuja. Na wao hawa wanarudi nyumbani. Hawajaelewa tunasema nini. Hawajakubiwa kwa siku moja niko kwa mkutano na ubiri. Na niko na watoto wangu wawili. Msichana wa 2 na kijana huyo mwishi. Ninafundisha na nilipomaliza nikasema wale ambao hawajampokea Yesu kama Bwana Mwokozi na wangependa leo hii wajisalimishe kwa Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Binti yangu akainua. Kijana hakuinua. Na wengine wakainua. Nikawaita wote mbele, nikawaombea. Binti yangu tukiwa kwa nyumba, baadaye ampokee Roho, nikajazwa Roho, nikaenda kwa nyumba. Kijana akapata aitiki asili. Miaka 2 iliyopita, ule mwaka nilikuwa hapa, mwaka wa 2019. Nimechukua kijana wawili, tumeenda kwa mkutano mwingine kuhudhuria, sio kuhudhuria, kulikuwa na semina mahali. Nikamwambia tuna semina mahali tuende tuhudhurie. Tukaenda. Tumeketi hivi, ameketi karibu na mimi mbele, bali nimeketi mbali na hiyo ameketi. Mgeni anayehubiri ni mzungu kutoka Uingereza. Anahubiri mkutano mkubwa sana. Alipomaliza akasema, na iwapo kuna yeyote hapa ambaye hajaokoka na anataka kupeana maisha yake kwa Yesu Kristo, kijana wangu akainua.
mikutano ya watu zaidi ya 500, mkono ulikuwa ngapi? Na ulikuwa mkono wa nani? Unajua, ninaona watu wanaangalia mtu hapa. Kumbe yako inakuwa ni kijana yako amevaa nini? Ndio mkono. Alikuwa 11 years. Ninasema haleluya. Leo injili imemkamata. Nashukuru Mungu. Yangu yote nimehubiri na nguvu yote haijawahi kumkamata. Nashukuru Mungu. Na siku hiyo baada ya kuomba nikamwambia mhubiri, tafadhali unaenda kubatiza kijana wangu. Alibatizwa siku hiyo. Amen. Tulienda nyumbani kama umeokoka umebatizwa. Mimi ndio nyumbani kumwekea mkono apokee nani? Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mtoto ambaye hajapata kujua tofauti, hajafika mahali pa kuhukumika kwa ajili ya dhambi, hawezi okoka. Anaishi katika hiyo hali ya innocence. Hajakuwa mtu mkubwa ambaye amepunguza. Ni tu hana ushawishi. Hana haya. Ndugu yangu, sasa uliza swali lako. Swali langu liko hapo kuhusiana na hapo mazungumzo yanayotosha juu ya mtoto mdogo. Swali langu lilikuwa hivi, mtoto aliyeandikiwa na Yohana ni mtoto wa kimo au kiumri au ni mtoto wa imani? Kwanza ni mtoto wa imani. Maana mtoto mdogo kama yule anafanya ng'e hawezi soma maandiko. Kwanza ni mtoto. Pili ni mtoto mdogo. Hajasema mtoto mdogo wa imani kawaandikia. So unapoangalia maandiko usifini. Fungua macho yako, elewa maandiko. Anasema naandikia ni watoto wadogo. So tunasema kwamba lazima awe mtu ambaye anaweza soma maandiko. Maana atajuaje nimeandikiwa? Yule ambaye anafanya ng'e hawezi soma, kwa hivyo hajaandikiwa. Katika imani tuna watoto wadogo, tuna vijana na kuna kina baba. Na ukishatoka hapo kuna wazee ambao ni wazee. Biblia haijataja kwa wazee wa imani, nasema tu wazee. Unaelewa? Na kuna watoto. So watoto ukiwa mchanga kwa imani na unatenda dhambi na uombe msamaha, kwa sababu wewe zako zilishasamehewa na Kristo, tutachukua nini tupime kuanzia umri huu mpaka huu, au ni watoto au dhambi zao wasitubu? Tutapimaje? Kwa mwaka mmoja kwa wokovu au miezi miwili? Nafikiri kama kutosha taswira pale Waebrania 6, kama mtu ameshafundishwa au mafundisho, tutajua kama amefika kipindi cha utoto. Kwa darasa moja kuna watu wanafundisha mara 10 ndio apate, wengine wanafundisha mara moja amepata. Na watu wako darasa moja. Hiyo inatokana sababu iliandikwa kwamba hao mlivyo walimu. Sote tuko katika viwango tofauti vya kufahamu. Hata hapa kuna wahubiri ambao wamepata kidogo sana yale nimesema. Na wahubiri. Kuna mwingine ni mshirika lakini ameshika vizuri sana kile nimesema. Tuko katika viwango tofauti vya kwenda. Ndio maana kuna mwingine anafundisha itabidi tena urudie yashike. Sio kama ni mjinga, hiyo ndio ilivyo katika kushika kwake. Vile unavyosema Paulo alikasirikia Waebrania katika sura ya 5. Anasema nataka niongee mengi kuhusu huyu Melkizedeki, lakini kuna mambo mazito ya kusema hamwezi kushika, maana mmekuwa wa Mungu aposikia. Bado wakati mwingine akuje awafundishe tena mafundisho yanayofaa kanuni za kwanza za Kristo, mhitaji maziwa wala sio chakula kikuu. Haimaanishi kwamba ndio wameokoka jana. Inaweza kuwa wameokoka kwa Kristo miaka 10, lakini wanafahamu vitu kwa sasa baada ya miaka 10, sijui huyu unamwita mtoto wa wokovu ama ni mtoto wa mafundisho. Wewe kwako ni mtoto wa aina gani? Maana bado hashiki lakini amekaa kwa wokovu ndio mrefu. Ndio hao Paulo alikuwa analalamikia. Aliandika kitabu cha Waebrania. So, kwanza kabisa tunachukua kwamba aliandikia wale ambao wanaweza kusoma. Maana mtoto mdogo ambaye anafanya ng'e hawezi kusoma maandiko. Na kila alichoandika imefunika watoto. Wakati maandiko yanaposema kwa waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 3, ninyi vijana mtiishi chini kwa wazee,
iko na maana ngapi? Kijamii na kanisani. Kijamii na kanisani. Na tamaduni zetu zinatufundisha watoto kuheshimu wazee. Tunafundishwa mkubwa akiingia kwa nyumba na hakuna kiti, wewe unasema. Maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Sasa hiyo ni kila mmoja anasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Sasa akiitwa kiti cha neema tena. Sasa hivi tunaenda kwa kiti cha neema na rehema. Tupokee neema na rehema. Lakini kuna wakati hicho kiti kinaitwa kiti cha hukumu. Na kila mmoja wetu imetupasa kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili tutoe hesabu kwa mambo yale tuliyofanya tukiwa katika mwili, yawe ni mema au mabaya. Mtoto ataanzaje? Nilicheza kwa matope, nikaroa. Mtoto ataanzaje hesabu? Inamaanisha mtu ambaye ana ufahamu na ushawishi. Wacha nichukue maswali mawili ili niendelee. Welcome, man of God. You are highly welcome. Thank you so much, Reverend Banda. I remember the last time we met, we were in Mbeya. Right. That was the last time with Reverend who from Canada? Mike Jones from Canada. Amen. So you'll have to listen to him. Most of you have to listen to him more than you listen to me, because he will not bring it to you in Swahili or French or whichever language he chooses. Kwa lazima utakisikiliza mengi sana, maana na mkalimani. Amen. So what are we looking at here? We are looking at the 6 principles of our foundation. Kwa tunaangalia misingi 6 ya imani yetu. Repentance from dead works. Kutubia kazi zisizo na uhai. They are religious. Kazi za kidini. They are traditional. Kazi za kiutamaduni. Some of them are national. Zimoja ni za kimataifa. And some of them are from our families. Na zingine zinatoka kwa familia zetu. God brought Abraham from national, family and household dead works. Na Mungu alimtoa Ibrahimu kutoka kwa familia, kwa taifa na the household. Na akamtoa katika nyumba ya baba yake. Because that would impact on your faith. Your faith towards God depends on the quality of your turning away from the dead works. Kwa sababu hizi kazi zina jukumu kubwa katika maisha yako, zina impact kubwa katika maisha yako. And one of the things that has affected our progress, particularly we in Africa, na wakati mwingine inaasiri maendeleo yetu, na hasa kwa Afrika, is because we have got so much that we still love from our past. Na kuna mambo mengi ambayo bado tunapenda mambo yaliyopita. And in as much as we want to move forward with the Lord and be faithful in faith, we still have a lot of attraction to those things that we were delivered from. Na wakati tunatamani kuendelea mbele, zinaendelea kutushika, zinaendelea kuturudisha nyuma. When Jacob left Laban's house with his 2 wives, Laban pursued him not just because he left, but because they took his household gods. Wakati Labani ametoka, ameacha nyumba ya baba yake na wake zake, Labani hakumfuata tu kwa sababu amebeba watoto, bali miungu yake. Then we say that will now help us to have faith undivided, undistracted, a quality of faith towards God. Na hiyo itatusaidia kuwa na imani isiyoyumbishwa, imani isiyoangushwa, ambayo ni imani thabiti. The third principle here is the doctrine of baptisms. Na msingi wa tatu ambao ni mafundisho ya mabatizo. And that baptisms here is referring to water baptism in its plural sense. Na hapa tunazungumzia ubatizo wa maji. And so we realize that there was a baptism with which John baptized people. There's a baptism that Christ was baptized with, and there's a baptism we receive as believers. Na tunaona kwamba kuna ubatizo ambao Kristo alibatizwa, tunaona kulikuwa ubatizo wa Yohana, na kuna ubatizo wetu sisi kama Wakristo. People repented coming to John for the remission of their sins, but the blood of Jesus has not been shed to really take away sin. It was more of ceremonial baptism. Watu walikuja kwa Yohana kubatizwa, lakini Yesu alikuwa bado hajamwaga damu.
Kwa hiyo hii ubatizo ulikuwa ni ubatizo tu wa kidini. Christ, according to John 1:29, is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Yesu Kristo kwa Yohana 1:29 ni mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu. So we see people who are baptized by John, but then we see Christ was also baptized by John. Tunaona watu wakibatizwa na Yohana, vile vile tunaona watu wanabatizwa na Kristo. But when Christ was being baptized by John, he was not like the others. He wasn't confessing his sins to be baptized. Wakati Yesu anabatizwa na Yohana, sio kama wale waliobatizwa na Yohana, maana hakutubu dhambi. He was baptized so that they could fulfill all righteousness in the priestly. Alikuwa anabatizwa ili atumize haki yote katika hali ya ukuhani, Which was clear that he would be washed, dressed, and anointed. ambayo ilionyesha kwamba ataoshwa, atavikwa na kupakwa. And in the Old Covenant, Na katika Agano la Kale they would wash the incoming priest, waliosha yule kuhani mpya, anoint him with oil, wakampaka mafuta and put on him priestly garments. na wakamvika nguo ya kikuhani. But God did not allow John to do all of the three. Lakini Mungu hakumruhusu Yohana afanye vyote vitatu. John did the first one of putting him into water. Yohana aliweza tu kumweka kwa maji, Then from there God took over. na Mungu akachukua nafasi. The heavens opened, the Holy Ghost came. Mbingu zikafunguka, Roho Mtakatifu The akashuka. Holy Ghost is oil and the Holy Ghost is a covering. Roho Mtakatifu ni mafuta na Roho Mtakatifu ni vazi. Because the Bible says that Jesus told them in Luke 24:49, Biblia inasema katika Luka sura ya 24 mstari wa 18 hadi 49, mstari wa 48, wait in the city until you are endued, dressed up with the power from on high. kwamba mgoje mpaka mtakapovikwa nguvu kutoka juu. The Holy Ghost is a covering, is a dressing. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni kifuniko, ni vazi, And he came upon Jesus na akaja juu ya Yesu, to anoint him and to dress him akaja kumpaka mafuta na kumvika. as a priest and as a son. Kwa hiyo amemvika kama kuhani na kama mwana, Because the voice of the Lord said, "This is my beloved son." kwa maana sauti ilisikika akisema kwamba huyu ni mwanangu mpendwa. Now let's continue from this one. This is the third one. Let's go to the fourth one. Kwa hiyo twende kwenye ya 4. We are looking at the 6 principles that constitute foundation in Hebrews 6 verse 1 to 2. Kwa hiyo tunaangalia misingi 6 ambayo tunaipata kwa Waebrania 6:1-2. So from baptism there is the laying on of hands. Kutoka ubatizo tunaona kuwekewa mikono. Kuwekewa mikono. Kuwekea mikono. The laying on of hands is part of the 6 principles that constitute foundation in the life of a believer. Kuwekewa mikono ni mmoja wa misingi 6 inayopatikana katika maisha ya waumini. Yet this principle has not been thoroughly taught in the Pentecostal church today. Na huu msingi haujafundishwa vizuri katika makanisa ya Kipentekoste. We see hands being laid, but it has not been thoroughly taught. Tunaona mikono ikiwekewa lakini haijafundishwa kikamilifu. In the Old Covenant, there was also the laying on of hands. Katika Agano la Kale vile vile palikuwepo na kuwekewa mikono. When somebody had committed a terrible sin, Wakati mtu alifanya dhambi, particularly of killing somebody, kama dhambi ya kuua mtu, he would come with the 2 goats angeleta mbuzi mbili, to the priest. anazileta kwa kuhani. The priest would take 1 goat, Kuhani angechukua mbuzi moja, lay his hands on that goat, anaweka mikono yake juu ya yule mbuzi, confess the sins of the killer upon the goat, akikiri dhambi za muuaji juu ya mbuzi, and then that goat would be sent into a wilderness, desolate place. na huyu mbuzi anachukuliwa anatupwa jangwani, It was called a scapegoat. na huyu aliitwa mbuzi wa Azaleli. In symbol, the goat had taken the sins of this man and had taken them away. Na hii ilituonyesha kwamba dhambi zimechukuliwa na kuwepo kwa huyu mbuzi na zikaondolewa, It was a zikachukuliwa. symbolic means of removal of sin from this man. Hiyo ilikuwa ni alama ya kuondolewa kwa dhambi kwa huyu mtu. Remember, Kumbuka, the sins of the man were symbolically transferred to the goat by the laying on of the hands. dhambi za mtu zilihamishwa au
ziliwekewa alama ya kuwekwa juu ya huyo mbuzi kwa kuwekea mikono. And then the priest will take the other goat and offer it as a burnt sacrifice to appease God so that this person can be acquitted. Na kuhani angechukua ule mbuzi mwingine ili kumweka kwa madhabahu kwa kuteketeza. Also, hands were laid in the Old Testament to give authority to somebody. Vile vile mikono iliwekwa juu ya watu kwa Agano la Kale kuachilia mamlaka. God told Moses, Mungu akamwambia Musa, take Joshua the son of Nun, chukua Joshua mwana wa Nuni, lay your hand on him and give him some of your authority. weka mikono yake juu yake, umpatie mamlaka yako juu yake. So it was used in transferring authority and responsibility. Ilitumiwa kwa kuachilia mamlaka. Let me read for you a few verses here. Acha tuangalie mistari fulani. I need no lights to see my scriptures as usual. Nahitaji mwangaza zaidi. I'm Bishop. I'm almost coming to our classes. The doctor told me to reduce my reading. I was spoiling my eyes. How can I stop to reduce my reading? Deuteronomy 34, let's read verse 9. Kumbukumbu la Torati 34, mstari wa 9. Deuteronomy 39 verse 9. 34. Hesabu 27, 18 hadi 23. Numbers 27, 18 and 23. Hesabu 27, 18 na 23. Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 9. Tunasoma Kumbukumbu la Torati 34 na kenda yake. is reading from Deuteronomy 34 verse 9. Tunasoma kwa jina la Yesu. Na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Amen. And Joshua was full of the spirit of wisdom because Moses had laid his hands on him. Na Joshua alijaa roho ya hekima, maana Musa aliweka mikono yake juu yake. Okay, now let's go and see where Moses laid his hands on him. Basi tuangalie wapi Musa aliweka mikono yake juu yake. Numbers 27. Hesabu 27 Verse 18. mstari wa 18. Maneno yake tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana akamwambia Musa, mtwae Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono wako. Verse 19. Kisha ukamweke mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya mkutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao. Verse 20. Nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako, ili mkutano wote wa wana wa Israeli wapate kutii. So you will give him some of your authority. Verse 20 says that. Mstari wa 12 unasema kwamba utampa sehemu ya mamlaka yako. Whoever lays hands on you is giving you a charge. Yeyote anayeweka mikono yake juu yako anakupatia majukumu. Something is being transferred in short. Kuna kitu fulani kinahamishwa. The other one we talked about, the scapegoat, you can read at your own time in Leviticus. Walawi 16. Kuhusu yule mbuzi wa Azazeli. As I say, read about it there, you'll see how the two goats will come. He will cast lots on the Lord's watch on this one. He takes that one, he lays out. The sins will be transferred by laying hands and speaking on it. Leviticus 16, you get that.
Kwa hiyo Walawi unaona pale vile kuhani alikuwa anachukua zile mbuzi mbili, anapiga kura, anachagua mmoja, anaweka mikono, anautupa nje. Now in Numbers 27, you find a transfer of authority and the setting apart of new leadership. Kwa hiyo tunaona kwa Hesabu kuachiliwa kwa mamlaka na kuwekwa mtu wakfu kwa jambo fulani. Do not be quick. Anytime a preacher says, come forward, I feel like laying hands on somebody, you have already brought your head. For what? Laying hands for what? That's a question you must answer. Usiwe haraka kwa kuwekewa mikono. Mara unaona mhubiri anakuja anasema najihisi kuwekeana mikono. Umekuwa tayari pale kuwekewa mikono. Ujiulize swali, unawekewa mkono wa nini? Because hands were laid on people for very many different reasons. Kwa sababu mikono iliwekewa kwa sababu mbalimbali. And the people whose lives took a negative, destructive turn since somebody laid hands on them. Na kuna watu ambao maisha yao imeharibika kuanza tu wakati walipowekewa mikono na mtu fulani. And the people who have walked under open heavens and seen incredible blessings since hands were laid on them. Na kuna watu waliotembea kwa mbingu zilizofunguka walipowekewa mikono na mtu. It depends on three other things. Kwa hiyo inategemeana na vitu vitatu. Who is laying hands on you? Ni nani anayeweka mkono juu yako? Why is he laying hands on you? Kwa nini anaweka mkono juu yako? What's the assignment? Na jukumu ni lipi? Bishop, I don't know about Malawi, but in Kenya, if a preacher says, I feel like laying hands on anybody, everybody come forward for laying hands. Sijui kwa hapa Malawi, lakini Kenya mhubiri akisema tu najisi kuwekea watu mikono, watu wote wanaanza kukimbia mbele kuwekea mikono. There was a meeting, everybody went forward. I'm the one who remained on the chair. Kuna mkutano ambapo watu wote walienda mbele, peke yake tu ndiye alibaki kwa kiti. And people ask me, you must be blessed. I say, the preacher did not specify he's laying hands on what. Watu taka kuuliza, je, wewe unataka kubarikiwa? Nikasema hapana. Mhubiri hakusema anataka tuwekee mikono. Kwa nini? Hands were laid for a purpose. Mikono iliwekewa kwa kusudi mahali. By different people, at different times, for different reasons. Na watu mbalimbali, kwa watu mbalimbali na kwa sababu mbalimbali. So in the Old Testament we are just seeing a few of them. Kwa hiyo tunaona kwa Agano la Kale wachache tu. So we can say therefore, based on Leviticus 16. Kwa hiyo tukiangalia kwa Walawi 16 tunaweza tukasema that Ahadi kwamba Ahadi can receive something from God through me. Kwa Ahadi anaweza akapokea kitu kutoka Mungu kupitia yeye. If his heart desires it. Kwa kulingana na haja ya moyo wake. And I'm led by the Lord to do it. Na ninaongozwa na Bwana kufanya hicho. And I can lay hands on it. Na nikiweka mkono wangu juu yake. Let that thing in his life. Na kutangaza kile kitu juu ya maisha yake. And he will receive it and go back with it. Na atakipokea na kurudi. So the priest kwa hiyo kuhani would lay hands on the goat. Wangeweka mikono juu ya mbuzi. But because it was for the removal or transference of that man's sin to the goat. Lakini kwa sababu ilikuwa yaondolewa na kuachilia dhambi za yule mtu kwa yule mbuzi. He could lay hands on the goat. Angeweka mikono juu ya yule mbuzi. And declare that person's sins on this goat. Na kutangaza dhambi za yule mtu juu ya ile mbuzi. And they will be on the goat and the goat will go with them away. Na mbuzi zile dhambi zingeachiwa kwa yule mbuzi na aende nazo. And then when the time was coming for bringing up Joshua to take over from Moses. Na ulikuwa wakati wa kumleta Joshua achukue nafasi kutoka kwa Musa. God said, I want you to set him apart. Mungu akasema nataka umweke wako. That's the process of sanctification. Na hii ilikuwa ni nafasi ya utakaso. Let him be separate. Kwamba kumweka mahali pake. And I want you to lay hands on him. Na nataka uweke mikono yake juu yako. Mbele ya wazee. And I want you to give him some of your authority. Na nataka umpe mamlaka, nusu ya mamlaka yake. I like that. So I see Moses doing this. Na naona Musa akifanya hivyo. Joshua, son of man, mwana wa Nuni, by laying on my hands on you, kwa kuweka mikono yangu juu yako, I'm giving you some of my authority. Ninakupa moja mamlaka yangu. Sehemu ya mamlaka yangu. So that people may listen to you. Ili watu wakusikilize the way they listen to you. Vile wanavyonisikiliza. I'm transferring myself into you. Ninajiachilia, ninajihamisha mimi mwenyewe kwako. You will walk with God as I walk with God.
Utatembea na Mungu kama nilivyotembea na Mungu. Yeah, people will listen to you like they listen to you. Na watu watakusikiliza kama nilivyokusikiliza. You will lead as I led. Utaongoza kama nilivyoongoza. You will be great as I was great. Utakuwa mkuu kama nilivyokuwa mkuu. It's transparency. Anaachilia kitu. And may it be so with you, my friend. Na hata iwe hivyo kwako ndugu. May God use you like He's using me. Mungu akutumie kama vile anavyonitumia. Lift up your hands. Inua mikono yako. You know me. Acha niongee na kwa Kiswahili. Unajua kuna mahali nimeketi lakini nimetoka keti hapa mbele. You know, you should have seated somewhere else, but Mungu akupe sehemu ya mamlaka yaliyo ndani yako. that God may give you some of the authority which is in you. Na Mungu akutumie vile anavyonitumia. May the Lord use you as He uses you, Na akutumie zaidi and He can use you mighty, kuliko vile anavyonitumia. Na akutenge and He sets you apart, na utembee katika ufunuo wa Kristo kuliko mimi. that you can walk in the revelation of Christ than me, Na watu wakusikie vile wanavyonisikia. that people will listen to you as the way they listen to Na you, utembee kwa kibali vile unavyotembea kwa kibali. that you should walk in the favor as I walk. Jesus. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu ya muda Because of time, wanandame tu. they just go. Wanazishuka kuna wewe You can just find you are with them 2 weeks, 1 month, wiki moja, mwezi moja, a year, mwaka moja, then you stop seeing them. na uwaone tena. They disappear. Wanaenda They went. hawaonekani. Next time you hear of them, Wakati mwingine ukisikia juu yao they started a ministry over there. kwamba wameanzisha huduma huko, That's not how to do ministry. This is not how to do ministry. hii sio njia ya kufanya huduma. Hii ni ya watu ambao Biblia inatoa moshi, uzwi, wewe ni mkali kama pilipili, unafanya vile unataka wakati wote ukitaka ukipenda. You are angry, you do things on your own way, there's no one to control you, no one to advise you, you do things in your own way. Siku ile utapunjika. Sisi kwa tunakuangalia tuna ukali wako na unapunjika na unakwisha. And when the time you get broken, we'll just keep on watching for you. Na kuna wale watu ambao waliachiliwa. And there are people who were released. So sometimes some of the people I raised in ministry come to me and say, Apostle, I ask you now to release me to go and serve God in this way, in this place. Kuna watu ambao nimekuwa nao kwa huduma, alafu wanakuja wananiambia kama mtume, nataka sasa uniachilie ili niende kufanya huduma kwa mahali pale au pale kwa njia hii. The one who gets released was in bondage. Huyu ambaye anaachiliwa alikuwa katika utumwa. Na mimi nawaambia mimi siwahi kufunga mtu. And I tell them that I've never bound anyone. I don't release people because I never bind people. Siachilii mtu maana sijafunga mtu. Hii ni nia ya utumwa. This is the mind of a servant. Yes. Mind of a servant. Utumwa. Mtumwa kila mara anatafutanga kuwa huru. A servant always looks to be free. Anauliza holiday itafika lini? Weekend itafika lini? And he's asking himself, when will be the holiday? When will be the weekend? Nimechoka na kazi, nitapata kupumzika lini? Because I'm tired with the work, I want to get rest. Hiyo ni nia ya utumwa. That is the mentality of the servant. Nakumbuka Remember, watumwa hawarithi nchi. the servant never inherits the land. Watumishi hawarithi nchi. The servant never inherits the land. Watumishi wanakufa jangwani. The servant dies in the wilderness. Nchi ni ya wana. The land is for the son. Wana ndio wanaurithi. The son has got inheritance. Na wana ndio wanaenda katika nchi. And the son are the one who go to the land. Mungu akamwambia Yoshua. And God told Joshua. Yoshua sura ya kwanza mstari wa kwanza. Joshua chapter
1 verse 1. Akamwambia Musa mtumishi wangu amekufa. That Moses my servant is dead. Inuka sasa. That stand. Mstari wa kwanza unasema hivi. Verse 1 says. Wakati Musa mtumishi wa Mungu alipokufa. That when Moses the servant of God died. Neno la Mungu lilimjia Yoshua mwana wa Nuni. The word of God came to Joshua the son of Nun. Musa mtumishi amekufa. Joshua mwana anainuliwa. Moses my servant is dead. Joshua the son is raised. Watumishi na watumwa wanatamani kuachiliwa uhuru. The servant and the slaves they desire to be set free. Yes. Mama wako katika utumwa. Because they are in bondage. Hii ni njia mbaya ya kuingia katika huduma. And this is a wrong way to get into the ministry. You don't get released into ministry. Hauachiliwi kwa kuenda kwa ukiachiliwa, tumechoka na wewe, wewe pia umechoka na sisi, tunakuachilia wewe. When you are released, that means we are tired with you and you are tired with us. So now we release you to get rest. Kila mtu awe na amani. So that everyone can get rest. Tumesumbana ya kutosha. Because we struggle a lot. We were fighting one another. Tukikwambia wewe kushoto unaenda kulia. We told you to take right and you take left. Tukuachilie. So now we want to release you. Uwe huru. So that you can be free. Hiyo si njia ya kuingia kwa huduma. It is not a good way to go to the ministry. Njia ya kinandiko. The scriptural way. Njia ya kitume. Njia ya kutume ni kutuma kupata. The way of the scripture is to send me. That's the apostolic pattern. Apostle, the njia kitu. People don't go, they're sent. Watu hawaendi wanatumwa. People don't get released, they are sent. Watu hawaachiliwi wanatumwa. That means that there's an authority over you. Hiyo inamaanisha kwamba kuna mamlaka juu yako inayoangalia saa, ambayo inaangalia which looks at the watch and at the right time. Na kwa wakati maalum unatuma. They sent it. Wacha niwashukuru kidogo. Let me surprise you. In the New Testament, katika Agano Jipya, sons are the ones sent. Wana ndio wanaotumwa. Baba hatumi watumishi, baba anatuma wanae. The father never sent the servant, but he sent the son. Galatians 4. Galatia 4. Wa Galatia 4. Galatians 4. Kuanzia mstari wa 4. From verse 4. Tusome tu mstari wa 4 peke yake. Just read the verse 4. Mstari wa 4 unasema, hata ulipowaibia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Hata ulipotimia wakati unafaa, when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman and born under the law. Kwamba wakati utimilifu wakati ulipofika, Mungu akamtuma mwanae. God sent and God sent his son. Mungu anatuma na Mungu anatuma mwanae. And God sent his son at his time. Na Mungu anamtuma mwanae kwa wakati wake. Tulia ndugu yangu, tulia. Just relax. Hakuna mtu anakukalia. No one is on you. No one is on top of you. Kuna wakati wako. There is your time. Your time will come. Na ukisoma maandiko, and when you read the scriptures, sio mwana anayeangalia saa. It is not the son who is looking at the watch, but the father is watching. Is looking at the watch. Anzia hapo Galatia 4, anzia sasa mstari wa kwanza hadi wa 3. Just read it from uone ni nani anayeangalia saa, nani ana saa. Just read it from Galatians chapter 4 from verse 1 to 3 to look of who is watching on the time. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote au mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji